Asante na karibu tena. Leo tunaangalia umuhimu wa fasihi katika jamii. Tulisema kwamba fasihi ni sanaa ambayo inatumia maneno ili kueleza ujumbe ambao unaitwa maudhui katika jamii. Sasa tunataka kuangalia, je, fasihi hii ina umuhimu gani katika jamii yetu? Kwa kutanguliza, tutasema kwamba fasihi huwa inaburudisha jamii. Na tukisema kuburudisha, tuna maana kwamba inatoa burudani fulani. Watu wanakuja pamoja, wanasikia vizuri, wanafurahishwa na hadithi na nyimbo na semi kama vile vitendawili na kadhalika. Kwa hivyo tunasema kwamba ni kichocheo cha burudani katika jamii. Mbali na hayo ni kwamba fasihi inatambulisha jamii. Ukisikia wimbo leo kutoka katika jamii fulani, unajua moja kwa moja kwamba hii ni jamii fulani inatambulika. Ukisikia vitendawili fulani vinategwa kutoka maeneo fulani, inatueleza kwamba kitendawili hiki ni cha jamii fulani. Ukisikia methali fulani, utajua kwamba inatoka katika mazingira fulani. Kwa hivyo tunaweza tukasema kwamba inatambulisha jamii tofauti tofauti. Mbali na hayo pia tunaweza tukakubaliana kwamba fasihi inaelimisha jamii. Kuna elimu ambayo watu wanajifunza kutokana na kazi tofauti tofauti za fasihi. Mbali na hayo pia tunajifunza kwamba fasihi inajenga maadili katika jamii. Inarekebisha mienendo mibaya na tabia za watu na kuwaonya dhidi ya maovu na kuwarekebisha ili watende mambo ambayo ni mazuri. Mbali na hayo pia tunaweza tukasema kwamba fasihi inakuza lugha na msamiati wake, kwa sababu kila kazi ya fasihi inatumia lugha, na mtu anapotumia lugha kisanii, basi hatashindwa kutumia methali, nahau, tashbihi na mapambo mengine ya lugha. Hivyo basi fasihi inatumika kukuza lugha. Mtu yote ambaye ni mzuri katika kutamba hadithi lazima awe mjuzi wa lugha. Kwa hivyo inasaidia pakubwa katika kipengele hicho. Mbali na hayo pia fasihi inahifadhi historia ya watu. Kuna hadithi maarufu tu, kwa mfano hadithi ya Shujaa Liyongo, hadithi ya Mekatilili wa Menza, hadithi nyingi tu ambazo tunapozisikia tunakumbuka historia ya jamii tofauti tofauti. Kwa hivyo tunaweza tukakubaliana kwamba fasihi inahifadhi historia ya jamii tofauti tofauti. Je, unakumbuka